Asante wana makao mema kwa wimbo mzuri na kwaya zingine ambazo tumejumuika pamoja nao katika programu hii. Katika muda huu ningependa kuchukua fursa hii kusema karibuni nyote katika kipindi ambacho kinachofuata, kumkaribisha mnenaji wetu wa siku atakaye kuja na kutulisha mkate kutoka meza mbinguni. Na chukua muda huu kuwakaribisha si wale tu mlioko humu ndani, wapo watu wengi katika maeneo tofauti wanaotufuatilia hewani, wanaotusikiliza katika njia mbalimbali. Ikiwa umetunukiwa nafasi katika jioni hii ya leo, umeketi mahali, upo kwenye eneo unatutizama katika jioni hii ya leo, nataka nikuambie mpendwa kwamba si ajali wala si jambo la kawaida, ila Mwenyezi Mungu kakusudia kwamba iwe ni wewe katika jioni hii ya leo, iwe ni sasa katika jioni hii ya leo. Maana kauli mbiu yetu inayosema kwamba wakati ni sasa. Sijui kama wakati huu na kukuta ukiwa wapi, ukifanya nini, lakini nataka nikwambie kwamba wakati ni sasa kwa sababu ni wakati wa wokovu wako. Wakati ni sasa kwa sababu ni wakati wa uponyaji wako, ni wakati wa tumaini jipya, na ni wakati wa suluhu, mwamko mpya katika maisha yako. Nataka nichukue muda huu kabla sijamkaribisha mnenaji, niombe kwamba tupate dua, kisha mtumishi wa Mungu achukue ushukani na kuendelea. Tunaomba. Baba na Mungu wetu mwema utupendaye, asante kwa ulinzi wako mtakatifu. Chini ya mbawa za neema yako ya ajabu umetuhifadhi na disama katika pendo lako kuu ilivyokupendeza kutunuku nafasi hii Baba kuweza kuisikiliza sauti yako katika jioni hii ya leo. Ni sauti yenye lengo, ni sauti yenye tumaini, ni sauti inayokuja na mwamko mpya, na ombi langu ni kwamba ukapate kujidhihirisha moyoni mwa kila naye tusikiliza katika jioni hii ya leo. Mpe nafasi ya pili kujioji ndani ya moyo wake, mpe nafasi ya kukufahamu zaidi, lakini zaidi ya yote Mungu susha tumaini jipya ndani ya moyo wa kila mmoja wetu tunapoanza mpaka mwisho, na ndilo ombi letu kwa Yesu Kristo tumeomba. Bwana akubariki sana mtumishi wa Mungu. Bwana akubariki wewe uliye katika kituo ukisikiliza mahubiri haya, ukitazama kwa uaminifu sana wakati Bwana anapozungumza na wewe kupitia maandiko matakatifu. Jina la Bwana lipewe sifa. Ninaamini katika vituo vyenu mmeendelea kuangalia na kuona na kufanya maamuzi makubwa. Washukuru sana. Na jioni ya leo na wakati huu tunakwenda katika mada makini sahihi. Na mada yetu inasema wakati ni sasa, ibada ya shetani. Tulikuwa na ibada ya Mungu, sasa ibada ya shetani. Nitoe wito, leo tunajifunza mifumo ambayo shetani anaitumia kudanganya, kupotosha na kuwatenga watu na Mungu wa mbinguni. Mifumo hiyo, kazi yetu leo na kazi yako leo itakuwa kufuatilia kwa makini somo hili ili kuhakiki usahihi wa ibada yako. Wewe mwenyewe utafikia hitimisho kama bado ni ya Mungu au ni ya shetani. Mpango wa ukombozi wa mwanadamu ulizunduliwa na umoja wa nafsi tatu za milele: Baba, Neno na Roho Mtakatifu. Kisha mfumo mzima wa Mungu wa ibada ukatunzwa katika siri ambayo hakuna malaika wala kiumbe yote anayeifahamu isipokuwa Mungu aliyeziumba mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo. Na Mungu akawa nafunua kidogo kidogo
kadiri ya majira yalipokuwa yanakaribia. Na ndiyo maana katika Waefeso 3:9 anasema na kuangazia watu wote wajue habari za madaraka ya siri hiyo ambayo tangu zamani zote ilisitirika katika Mungu aliyeviumba vitu vyote. Kwa hiyo ukiniuliza, je, malaika walikuwa wanafahamu? Jibu ni hapana. Ilisitirika katika Mungu aliyeviumba vitu vyote. Na katika Warumi 16:25 anaielezea, anasema sawa sawa na ufunuo wa ile siri iliyositirika tangu zamani za milele, mpango wa ukombozi ukasitirika katika Mungu aliyeviumba vitu vyote. Hiyo siri tokea milele imetunzwa ndani yake. Na katika ubatizo wa Yesu ulizindua miaka 3.5 ya mjumbe wa mbinguni ambaye hapo mwanzo alikuweko kwa Mungu, naye alikuwa ni Mungu. Akashuka duniani, akatumia miaka 3.5 kuelezea, kutekeleza na kudhibitisha mpango wa wokovu kwa wanadamu. Na hizi nafsi zote tatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, Yesu alipoingia katika utume huo rasmi miaka ile 3.5, nafsi zote tatu zilishiriki. Katika Mathayo 3:16 anasema, naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, na tazama mbingu zikamfunikia, akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua akija juu yake. Na katika fungu la 17 anasema, na tazama sauti kutoka mbinguni ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Kwa lugha rahisi, majini alikuwepo Yesu ambaye Baba anasema ni mwanae mpendwa. Kwa hiyo majini alikuwepo mwaneno, nafsi ya pili. Mbingu zikapasuka, zikafunguka, akashuka Roho Mtakatifu, nafsi ya tatu. Alafu sauti ikazungumza kutokea mbinguni, huyo ni mwanangu mpendwa nipendezwaye naye. Nafsi ya tatu, nafsi ya kwanza. Kwa zote hizi tatu kwenye tukio la ubatizo zilikuwepo, kufungua rasmi kwa wanadamu mpango wa ukombozi unaowaokoa. Na ndio maana katika waraka wa kwanza wa Timotheo na ile sura ya 3 na fungu la 16 anasema, na bila shaka siri ya utauwa ni kuu. Mungu alidhihirishwa katika mwili. Haka kaeneo haka Mungu alidhihirishwa katika mwili, kanasumbua dunia nzima mpaka leo. Mungu anawezaje akawa mwanadamu? Mungu anawezaje akawa mwanadamu? Utakesha, amini uokolewe, utapotea na porojo. Anasema Mungu alidhihirishwa katika mwili, akajulikana kuwa na haki katika roho, akaonekana na malaika, akahubiriwa katika mataifa, akaaminiwa katika ulimwengu, akachukuliwa juu katika utukufu. Hiyo ni samale ya mpango wa ukombozi ambao Bwana wetu Yesu Kristo alikuja kuelezea
miaka 3.5 akiwa duniani, anaufafanua, tukauelewa, akauelezea, na ndipo na malaika wakauelewa, ndipo na malaika wakauelewa, ndipo na malaika wakauelewa. Walikuwa hawauelewi. Ndio maana Mariamu anamuuliza Gabrieli, anamuuliza malaika Gabrieli, anamuuliza Jibril, itakuwaje mimi simjui mtu mme, alafu nasema nitazaa? Anasema Roho Mtakatifu atakujilia juu yako na uwezo wa Mwenyezi utakufunika kama kizuri. Alafu malaika anamwambia sayansi ile itakavyotendeka sijui, mimi najua matokeo. Na alikuwa anasema ukweli, anajua tu matokeo. Kitakachozaliwa kitakuwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Ila itakuwaje hapa, Roho na Baba wanajua, na anayezaliwa anajua, mimi sijui. Kwa hiyo Yesu alipokuja duniani, ndio maana waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya 3:16 anaweka bayana, anasema ndipo na malaika walipofunguliwa na kujua angarao kidogo mpango wa ukombozi. Mpango wa ukombozi, bila shaka ya siri ya utauwa ni kuu. Huu ndio mfumo sahihi wa ukombozi wa mwanadamu, na hakuna mfumo mwingine. Tunajiunga na mfumo huu tunapobatizwa, ndipo tunahesabika sasa rasmi tumejiunga na mfumo wa kuokolewa. Na kwa mfumo huu, nafsi hizi tatu katika yale maji zinapodhihirika, mwana ndani ya maji, Roho Mtakatifu akishuka, Baba akitamka kutokea mbinguni. Kuna mtu ameniuliza, mbona yeye anatamkaga tu kutoka mbinguni? Yesu alikufundishaje? Sali sala ya Bwana, Baba yetu uliye mbinguni. Sasa unataka aongelee wapi? Na aliyekuja kufunua mpango ameshakwambia. Kwa hiyo ndio maana Yesu anaagiza sasa, ukitaka kujiunga na mfumo huu wa wokovu, anasema basi enendeni mkayafanya mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nafsi tatu zenye siri ya ukombozi wa mtu ndio tunabatizwa. Sasa kuna watu wanasema unabatizwa kwa jina la Yesu. Unajua humu duniani vichaa ni wengi. Kuna vichaa wa dini ambao hata akiona fundisho la wazi kabisa bado hawezi kuona njia. Utakaa gizani. Kwa mfumo huu wa utendaji ndio wa Mungu, lakini shetani naye ana mfumo wake, ana ibada yake, ambayo leo tuna kazi ya kuitazama na kuielewa. Neno la Bwana linasema ili shetani aweze kudanganya ulimwengu bila kujulikana kwamba ni yeye, anaigiza mfumo wa utendaji unaofanana na ule wa Mungu. Katika Mathayo 4:1 naye anazindua. Mathayo 4:1-3 na kuendelea, naye shetani anazindua mfumo wenye mashaka. Kisha Yesu akapandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Mjaribu akajia akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe yawe mkate. Kwa hiyo mfumo wa shetani, siri ya kwanza, au uamini ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Mfumo wa shetani unaendelea. Katika fungu la 5, Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa. Nachokitafuta hapa, anayesoma maneno hayo ni shetani. Kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake, na mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa katika mguu wako. Unajifunza nini? Shetani anasoma Biblia. Kwa hiyo unaweza ukasoma kama anayeokolewa, unaweza ukasoma kama shetani. Shetani anasoma Biblia na kupotea huko akisoma. Kwa hiyo mfumo wa utendaji wa shetani na wenyewe umetunzwa katika siri sawa na mfumo wa Mungu wa kuokoa. Angalia Wathesalonike wa pili sura ya 2 fungu la 7.
anasema maana ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi, lakini yuko azuiaye sasa hata atakapoondolewa. Kwa hiyo hata huu mfumo wa shetani nao unafanya kwa siri, maana hautaki ujulikane, na kwa sababu hiyo wengi wamekwisha naswa. Na kiongozi wa mfumo huu wa kuasi huu ni shetani mwenyewe. Katika fungu la 8, hapo ndipo atakapofunuliwa yule asi ambaye Bwana Yesu atamuua kwa pumzi ya kinywa chake na kumwangamiza kwa ufunuo wa kuwepo kwake. Sasa mtu anataka ajue yule atakayefunuliwa ni nani. Kwa asili ni wakala wa shetani ambaye kwa wakati wa mwisho atafanya kazi za shetani. Endelea kuwa kwenye mikutano hii, atafunuliwa tu. Kwa hiyo mfumo wa kuasi huu na wenyewe umefungamanishwa. Mfunuaji wa mfumo huu ni roho mchafu. Mfunuaji wa mfumo wa Mungu ni Roho Mtakatifu. Huyu roho mchafu yeye amegawanyika mara 3. Nenda kwenye kitabu cha Ufunuo na ile sura ya 16 na fungu la 12, nikaona roho 3 za uchafu zilizofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha yule joka na katika kinywa cha yule mnyama na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Kwa hiyo mifumo iko 3 ambayo shetani ataitumia kutenda kazi zake na kusimamisha ibada yake. Mfumo wa kwanza ni wa joka, mfumo wa pili ni wa mnyama, mfumo wa 3 ni wa nabii wa uongo. Na kila kinachofanywa katika mifumo hii kina lengo la kupambana na Mungu na kumuinua shetani na kazi zake. Ndio maana katika Ufunuo 16 na fungu la 14 neno la Bwana linasema, hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuandia wafalme wa ulimwengu wote na wakusanya kwa vita kuu ile ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo huu mfumo wa joka, mfumo wa mnyama, mfumo wa nabii wa uongo, hizi zote zitakuwa juu ya roho mchafu, roho wa shetani mwenyewe zikiwa kazini. Kwa hiyo kazi ya mifumo hii ni kuhakikisha wafuasi wake wanamtumikia shetani kwa moyo wao wote, kwa nguvu zao zote, kwa akili zao zote, huku wakijua wanafanya mapenzi ya Mungu wa mbinguni. Ndicho shetani anafanya. Na katika mifumo mikuu 3 hii, joka anaigiza kama baba, kama Mungu wao, na anaongoza watu kukataa uungu wa Yesu. Mnyama anaigiza kama mwana wa Mungu, na wakati mwingine huwa anajipa majina, kaimu wa Kristo, Vicar son of God, Vicarious Friday. Nenda nayo hiyo. Anaigiza kama mwana wa Mungu. Na nabii wa uongo anaigiza kama Roho Mtakatifu, kupokea roho ya kiroho. Kinachosharadiwa ni Roho Mtakatifu. Kwa mifumo hii 3 iko kazini sasa hivi. Mfumo wa joka ni wa shetani mwenyewe, ni wa shetani mwenyewe. Huo wa joka huo ndio Ufunuo 12:9 anasema, yule joka katupwa, yule mkubwa, nyoka wa zamani, aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa pamoja na malaika zake, wakatupwa pamoja naye. Kwa yeye shetani huyu ndiye anaigiza kama Mungu.
kama baba yao, na malaika hao waasi ndio mashetani, ndio majini, ndio mapepo, ndio mizimu, vibwengo na yote takataka hiyo. Mfumo huu wa joka ndio imani ya mizimu kwa jinsi zake. Watu wanaofuata makaburini, kila mtu ameenda makaburini amekwenda kwenye huu mfumo wa joka. Ameenda kwa mganga wa kienyeji, kwa mchawi, ana huu mfumo wa joka. Kwa hiyo wachawi wote mjitambue, kama umeroga na uko hapo kwenye kituo, badilika, uko kwenye mfumo wa joka. Kama una mpango wa kwenda kupiga ramli kaburini na sehemu nyingine, uko kwenye mfumo wa joka. Huu mfumo unamkataa Yesu kabisa na hutaki kusikia. Unamuita kiumbe, unakana uungu wake, unampa asili ya mtu, unakumbatia majini na mashetani na mapepo na kusifia uzuri wa majini, na unatumia vitabu vya uchawi kwa imani. Huu mfumo ni konkodi. Huu mfumo ni konkodi. Unasema haya majini ni mazuri, haya ni mabaya. Huu mfumo huu. Na wakati mwingine unatumia vitabu kwa lengo la kuhalalisha imani ya shetani na kuua na kuroga. Haujaanza leo, hata zamani ulikuwepo. Matendo ya Mitume 19:19 anasema watu wengi katika wale waliotumia mambo ya uganga wakakusanya vitabu vyao vikachoma moto mbele ya wote. Kwa hata zamani vitabu vilikuwepo, wanavisoma, mtu anakufa. Shetani alikuwa anavitumia na atavitumia na saa ya mwisho. Vitabu vitasomwa na watu watapoteza maisha. Mfumo huu unazungumzia habari za Mungu mmoja kwa uelewa wenye ufinyu, unakomea pale shetani anapokomea. Lengo likiwa ni kumkataa Yesu kama Mungu na uungu wake, ukimpa cheo cha nabii na kuwa ndio cheo kikuu kwake, unamkataa Yesu na kukomea. Sasa swala la kusema Mungu mmoja, hilo sio tatizo. Unaweza kukomea shetani anapokomea. Soma Yakobo 2 na fungu la 19. Huu mfumo una asili hii. Anasema wewe waamini ya kuwa Mungu ni mmoja, watenda vyema. Ila hapo ulipo, mashetani nao wanaamini na kutetemeka. Yaani hapo ulipokomea ndipo anapokomea shetani. Shetani hawezi kwenda mbele kusema Yesu ni mwana wa Mungu. Ataishia tu kusema Mungu mmoja, Mungu yupo, Mungu ni mmoja, anakomea hapo. Hawezi kwenda. Kwa hiyo hata mfumo huu utakomea hapo. Mungu ni mmoja, Mungu ni mmoja, Mungu ni mmoja, Yesu hapana. Serious issue. Mifumo hii. Mfumo wa mnyama wenyewe unabadili amri za Mungu. Ndio kazi yake kubwa, kucheza na amri za Mungu. Danieli 7:25 atanena kinyume chake aliye juu, ataozesha watakatifu wake aliye juu, naye ataazimu kubadili majina na sheria, nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati, nyakati 2.5 wakati. Huu mfumo kazi yake kubwa ni kubadili amri za Mungu na kucheza nazo. Unaweza ukamega hii kama unavyojisikia. Huu mfumo wa mnyama unadai vyeo vya Mungu, unajipa vyeo vya Mungu. Ndio maana Wathesalonike wa kwanza sura ya 2 na fungu la 4 nasema, yule mpingamizi ajinuaye nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Kwa mfumo huu wenyewe huu wa mnyama, yani viongozi wake ndio Mungu wenyewe. Na wanasema sisi, hata wanavyotazama mambo wanasema Holy See, the Holy See. Mtazamo wa kimbingu. Yani hawa wanajipa cheo cha Mungu. Cheo cha Mungu. Na hata wale wadogo wanajipa cheo cha Mungu. Katika ibada Mungu alisema mtu yoyote asiitwe baba, lakini hawa viongozi lazima waitwe baba, father. Utajaza mwenyewe huko. Nataka nifanyeje? Huu mfumo wa mnyama huu unakufuru. Katika 17 Ufunuo anasema fungu la 3, akanichukua katika bahari
katika roho hata jangwani, nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana, mwenye kujaa majina ya makufuru, mwenye vichwa 7 na pembe 10. Makufuru ya aina mbalimbali. Huu uliwahi kutesa watakatifu na utawatesa hata saa ya mwisho. Huu mfumo wa mnyama, mwanamke yuko juu ya mnyama, anawakilisha ni kanisa ambalo shetani analitumia kama mkono wa kulia wa kutenda kwake. Nalo linatumia dola za dunia kujisimika, na zitatumika saa ya mwisho kutesa watakatifu. Mungu anajua. Ndio maana nasema katika Ufunuo 17:6 nasema, nikamwona yule mwanamke, nishafundisha mwanamke ni kanisa. Ili ni kanisa ovu. Nikamwona yule mwanamke amelewa damu ya watakatifu na kwa damu ya mashahidi wa Yesu. Nami nilipomwona nikastaajabu ajabu kuu. Mfumo wa mnyama unatumia dola kulazimisha ibada iliyo kinyume na Mungu. Ile ya shetani italazimishwa na dola ikiungana na kanisa. Katika Ufunuo 17 fungu la 12 na 13 anasema, na zile pembe 10 ulizoziona ni wafalme 10 ambao hawajaondokea bado, lakini watapokea mamlaka kama wafalme muda wa saa moja pamoja na yule mnyama. Hawa wana shauri moja, nao wanampa mnyama nguvu zao na mamlaka yao. Kwa hiyo mfumo huu utatenda na dola kuumiza watakatifu. Fungu la 17 anasema, Mungu ametia moyoni mwao kufanya shauri lake na kufanya shauri moja na kumpa yule mnyama ufalme wao na maneno ya Mungu yatimizwe. Kwa hiyo saa ya mwisho dola za dunia zitaungana na kanisa, alafu zitalazimisha ibada ya shetani, na watu wa Mungu wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu, wengi wao watapoteza maisha, kwa sababu hii imekwisha andikwa kwenye unabii na itafanyika. Unazo sifa za kulazimisha mambo yanayopingana, unayo sifa halisi za kuwa mpinga Kristo, na kwa mfumo huu mwanadamu anainuliwa katika ngazi ya uungu na kupewa jukumu la kusamehe dhambi kama Mungu. Mfumo wa mnyama katika kibiblia unapewa hesabu ya 666. Katika Ufunuo 13:18 anasema, hapa ndipo penye hekima, yeye aliye na akili aihesabu hesabu ya mnyama huyo, maana ni hesabu ya kibinadamu na hesabu yake ni 666. Tutakuja kwenye hesabu hiyo. Mnyama huyo nguvu zake anazitoa, yani huu mfumo huu wa mwisho huo, ambalo ni kanisa la mwisho la kumaliza historia, nguvu zake zinatoka kwa shetani, na utapendekeza ibada ya shetani na kuisimika na kuisimamia, ukisaidiwa na dola ambayo nayo baadaye nitakuja kuisema. Katika Ufunuo 13:2 anasema, yule mnyama niliyemuona alikuwa mfano wa chui, na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu, na kinywa chake kama kinywa cha simba, na joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uweza mwingi. Kwa hiyo nguvu zake absolutely zinatoka kwa joka, na ni mfumo wa joka. Mfumo huu uliwahi kuwepo ukawa kama haupo, lakini kabla ya kufungwa kwa historia ya dunia utarudi tena. Siku za mwisho utakuwepo kwa kazi kuu mbili. Moja, kulazimisha ibada iliyo kinyume na Mungu, utailazimisha. 2, kuwatesa wasiokubaliana na ibada ya shetani, watateswa. Ndio maana katika Ufunuo 17:8 anasema, yule mnyama uliyemuona alikuweko, naye hayuko, naye yu tayari kupanda kutoka kuzimuni kwenda kwenye uharibifu. Fungu la 8, nao wakao juu ya nchi wasioandikwa majina yao katika kitabu cha uzima tangu kukwa misingi ya ulimwengu, watastaajabu wamuonapo yule mnyama, ya kwamba alikuwako, naye hayuko, naye atakuwako. Yani wote ambao wataokolewa, ambao wanapuuza
kufuata Biblia na maandiko, wote watakuwa nyuma yake, watakuwa wafuasi wake, wakimshangilia, wakiwaona walio kinyume naye kama maadui. Lakini mchezo utakapoisha wa pambano kuu, watakuwa wamepoteza. Wale wote wanaopotea, ambao hawajali mambo ya dini, hawajali kujifunza maandiko, watakuwa nyuma yake. Na ndio tunakwenda kwenye mfumo wa tatu, wanabii wa uongo. Huu mfumo wa nabii wa uongo unamtaja Yesu tangu asubuhi mpaka jioni. Yesu, Yesu, na unacheza. Yesu, Yesu, unakatika viuno. Yesu, Yesu, Yesu. Huu mfumo una juhudi sana ya kukatika mbele za Yesu. Huu ndio ambao Yesu anasema katika Mathayo 7:21. Si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana atakaingia katika ufalme wa mbinguni, bali yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua nyinyi, kama ondokeni kwangu nyinyi mtendao maovu. Kwa hiyo hawa ni wafanya miujiza, wanafanya miujiza ya kutosha, nafanya ishara. Kwa hiyo mfumo huu wa nabii wa uongo, miujiza inatendwa na shetani, na pia miujiza mingine ni ya utapeli. Huu mfumo ndio maana Ufunuo 16:14 anasema, hizi ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote na kuwakusanya kwa vita ile kuu ya Mwenyezi Mungu. Mungu anajua mnavyokusanya vilema, wasiokuwa vilema. Anajua. Mfumo wa kichawi ulikuwepo hata zamani. Katika Matendo 13:6 anasema, walipokwisha kupita katika kisiwa chote mpaka Pafo, wakaona mtu mmoja mchawi, nabii wa uongo, Myahudi, jina lake Bar-Yesu. Huyu alikuwa mchawi, na ukisha kuwa mchawi unaangukia kwa definition ya nabii wa uongo, maana unachokisema hakina maana. Alafu lakini Sauli ambaye ni Paulo alikijaa Roho Mtakatifu akamkazia macho, akasema, ewe mwenye kujaa hila na uovu wote, mwana wa Ibilisi, adui wa haki yote, wacha kuzipotoa njia za Bwana zilizonyoka. Utasoma fungu la 8 mpaka la 10, Matendo ya Mitume 13. Yes, Paulo anamdefine mwenye kujaa ila na uovu wote, mwana wa Ibilisi. Ukishakuwa tu mchawi, ukishakuwa nabii wa uongo, unakuwa mwana wa Ibilisi, adui wa haki yote, mpotoshaji. Hii ndiyo mifumo. Na hawa wanajitangaza. Hawa manabii wa uongo, manabii wa uongo wanajitangaza. Ukisoma Matendo ya Mitume 8:9, na mtu mmoja jina lake Simoni, hapo kwanza alikuwa akifanya uchawi katika mji ule, akiwashangaza watu wa taifa la Wasamaria, akisema ya kuwa yeye ni mtu mkubwa. Yeye ndiye anayesema, si watu. Yeye ni mtu mkubwa. Kwa hiyo hata siku hizi wanajitangaza mtume na nabii. Tume na nabii, tukutane Israeli. Tume na nabii. Lini wewe ukawa mtume? Si uache watu waone kazi yako ya kitume. Unafikiri Mungu hajui? Tunahitimishaje? Mfumo wa joka uko chini ya shetani mwenyewe na malaika zake, nao ujigeuza na kuwa watu wema. Mfumo wa mnyama na nabii wa uongo wanajua fika kuwa wanatumia nguvu za giza kwa kazi zao. Hawa wanajua. Ndio maana katika Wakorintho wa pili sura ya 11 na fungu la 13 anasema, maana watu kama hao ni mitume wa uongo,
Sikiliza, maana watu kama hao ni mitume wa uongo, watendao kazi kwa hila, wanaojigeuza wawe mfano wa mitume wa Kristo. Kwa maneno mengine, hawa manabii wa uongo, yeye mwenyewe anaweka mapepo kwa waumini wake. Wanachukua wote mapepo, alafu yeye mwenyewe anakuja kuyaondoa. Wewe mpendwa, utaroga mpaka lini? Unaroga watu wako, unaroga waumini, na waumini wale wameshapumbawa hapa, wameshaondolewa akili. Wanarogwa asubuhi na mchungaji wao, mtume na nabii anawaroga mchana, anawaroga jioni. Wengine sijui wanatolewa nyembe za kukatia kucha kwenye mdomo. Umelogeka. Njoo kwa Yesu na pepo hawataondoka kwako, wataendelea. Anachokifanya tu leo, amewawekea hawa 10 pepo, basi wanapumzika leo. Kesho anawekea hawa, Ijumaa atawekea wale, Jumamosi atawekea wale. Kila siku wanakuja. Mtakuwa na syndrome ya kutoa mapepo mpaka lini? Mitume wa uongo. Wakorintho wa pili 11:15 wanasema, si neno kubwa watumishi wake nao wakijifanya wewe mfano wa watumishi wa haki, na mwisho wao utakuwa sawasawa na kazi zao. Kwa mifumo hii itafanya vita ya mwisho na Kristo mwenyewe. Mifumo hii itafanya vita mwisho na Kristo mwenyewe. Ufunuo 17:4 anasema, hawa watafanya vita na mwana kondoo. Yaani kuna mwishoni kabisa. Hii ni habari njema. Hawa watafanya vita na mwana kondoo. Haleluya. Na mwana kondoo atawashinda. Yaani vita inaisha kwa ushindi. Narudia, hizi ibada chini ya hayo makundi, mwishoni kabisa wataungana kwenye ibada moja, watafanya vita na Kristo mwenyewe. Na neno la Mungu linasema mwana kondoo atawashinda, kwa maana yeye ni Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme, na hao walio pamoja naye ndio walioitwa wateule, waaminifu, watakatifu. Hao walio naye. Mahubiri haya ni mwaliko wa kuwa na mwana kondoo ili ushinde vita. Hatimaye sauti ya Mungu kutoka kwenye kiti cha enzi itakomesha wazimu hui. Neno la Mungu linasema, na huyo wa 7 akamimina kitasa chake juu ya anga. Sauti katoka katika hekalu, katika kile kiti cha enzi, ikisema, imekwisha kuwa. Full stop. Baada ya Mungu kusema imekwisha kuwa, watu bila tumaini watatambua sasa walidanganywa. Yaani Mungu ataondoa kila ambacho shetani alikuwa ameweka. Na ndipo akili zote zitarudi. Watagundua wamedanganywa na muda umeisha. Kwa hasira watapambana wao kwa wao hata kabla ya hukumu ya Mungu. Ndio maana Ufunuo 17:16 anasema, na zile pembe 10 ulizoziona na huyo mnyama, nao watamchukia yule kahaba, yani lile kanisa lilowadanganya na viongozi wao, nao watamfanya kuwa mkiwa na uchi, watamula nyama yake,
watamteketeza kabisa kwa moto. Yaani kabla Mungu hajaleta moto wa milele, wao wataanza wao kwa wao. 19:20 hatimaye Mungu atakachokifanya. Mifumo hii yote mitatu inayoongoza ibada ya shetani itaingia kwenye moto wa milele. Ndio maana nasema Ufunuo 19:20, yule mnyama akakamatwa na yule nabii wa uongo pamoja naye, yeye aliyezifanya hizo ishara mbele yake, ambazo kwa hizo aliwadanganya watu wale walioipokea ile chapa ya huyo mnyama, nao walioisujudia sanamu yake. Hao wawili wakatupwa wangali hai katika lile ziwa la moto liwakalo kwa kiberiti, motoni, na wote waliowafuata ni huko. Alafu baada ya hapo ndipo sasa shetani mwenyewe, Ufunuo 20:10 anasema, na yule ibilisi mwenye kuwadanganya akatupwa katika ziwa la moto na kiberiti, alimo yule mnyama na nabii wa uongo, nao watateswa mchana na usiku milele na milele. Ndio maana ni vizuri kumchagua Yesu sasa hivi, maana mifumo hii yote mitatu inaishia jehanamu. Ndio maana leo Yesu anasihi na kukuita, nasema, kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake, enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake, wala msipokee mapigo yake. Katika Ufunuo 18 na fungu la 4, Mungu anatoa wito sasa hivi, na anasema, anawaita watu wake, zitakaseni sabato zangu, zitakuwa ni ishara kati ya mimi na nyinyi. Ile saa ikifika, kitakachokuokoa damu ya Yesu imekutakasa, ibada yake umekuwa mwaminifu, zitakuwa ni ishara kati ya mimi na nyinyi, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Saa ile ya mwisho, ibada ya Mungu itasimama. Ndio maana amesema katika Waebrania 4:9, imesalia ya sabato, imesalia raha ya sabato kwa watu wa Mungu. Na mwisho anasema, basi tufanye bidii kuingia katika ile raha, ili kwamba mtu yoyote asije akaanguka kwa mfano huo wa kuasi. Tufanye bidii, tufanye bidii, tufanye bidii, tufanye bidii. Yawezekana usipate nafasi nyingine. Yawezekana kwako huu ukawa ni mkutano wako wa mwisho, ambao Mungu anakuongoza kuona ukweli. Ibada ya shetani itakuwa chini ya mifumo mitatu mikubwa. Mfumo wa joka ambao upo sasa unaendelea, na uko kwa aina mbalimbali. Wengine huwezi ukajua kama ni shetani, maana unamtaja Mungu sana, ila kwa viwango vya shetani. Mfumo wa mnyama, na wenyewe utamtaja Mungu mpaka utakuwa makamu wa Yesu, lakini bado ni wa shetani. Na mfumo wa nabii wa uongo, nao umetapakaa dunia nzima, na una maigizo ya kutosha. Hata kwenye maombi tu akianza kuomba ana maigizo. Baba, ni katika jina la Yesu. Baba, ni katika jina la Yesu. Wabariki watu wako, shakwa twaka pyokotoko pyere, toka hapa na majitujitu. Yani uhuni mwingi umetapakaa leo duniani, na Bwana anaita hama kwenye mifumo isiyosimama kwenye maandiko. Anataka usimame kwenye kweli ambayo iko clear, wazi, ameifunua, na yeye anakusihi ufanye maamuzi. Wakati ni sasa. Naweza ukachelewa. Ni sawa tu na mume ambaye amerogwa na mke wake, yuko kwenye dozi,
Akitaka kurudi kwenye akili aongoze familia, mama anamuongezea dozi. Kwa hiyo kutwa mara 3. Asubuhi anapewa dozi kwenye uji, mchana kwenye wali, jioni kwenye sima. Huyu baba mikutano hii haitaisha. Tutamuombea. Dozi zote zitapotea ulizompa. Ndipo utamuona kwenye sura yake. Akina baba oye, mtarudishwa uwezo. Tutaomba kwa mkutano huu hizi dozi zote ziishe. Mwe wenyewe baba wa familia. Ndipo mama ajue zile dozi alizokupa Yesu ana uwezo wa kuzisimamisha. Ana uwezo wa kuzisimamisha. Mungu akubariki, akutie moyo katika jina la Yesu. Amina. Tunazoishi ni za mwisho. Manabii walikwisha tabiri matukio. Heri asomaye na wao wayasikiao maneno ya unabii huu, maana wakati ni sasa. Maneno ya unabii huu, maana wakati ni sasa. Siku ya wokovu wako ni leo, na usichelewe. Mwokozi wetu Yesu akuita, njoo kwangu leo. Usitazame ya dunia, kwani yanapita. Songa mbele na kwa imani, maana wakati ni sasa. Songa mbele na kwa imani, maana wakati ni sasa. Yesu Kristo aliahidi atarejea. Makao ameandaa mbinguni kwa washindi. Maovu, shida za dunia yote yatakwisha. Njoo kwake uokolewe, maana wakati ni sasa. Njoo kwake uokolewe, maana wakati ni sasa. Siku ya wokovu wako ni leo, na usichelewe. Mwokozi wetu Yesu akuita, njoo kwangu leo. Usitazame ya dunia, kwani yanapita. Songa mbele na kwa imani, maana wakati ni sasa. Songa mbele na kwa imani, maana wakati ni sasa. Usichelewe. Songa mbele na kwa imani, maana wakati ni sasa. Huu ni wakati wa kuachiliwa. Wakati ambapo mtu anatumia akili zake timamu kumchagua Mungu, kuichagua ibada ya Mungu ambayo ina kibali. Jioni ya leo katika mkutano mkubwa huu na katika vituo vyetu
kama katika dhamiri yako ya ndani unasema namchagua Bwana, namchagua Bwana Mungu, namchagua Bwana Yesu Kristo, na ibada iliyoandikwa katika maandiko matakatifu kama tulivyojifunza katika mikutano hii, simama kwa miguu yako miwili. Na wakati unasimama, yawezekana kuna mtoto wa Mungu hapa tulipo katika vituo hivyo ambavyo tunaendelea kutazama mahubiri haya, amefanya shauri katika moyo wake ya kwamba nitabatizwa kwa kanisa la Mungu, nitabatizwa kwa kanisa la Mungu. Tembea sasa kwa miguu yako, tembea sasa kwa miguu yako. Bwana akubariki unapotembea na kuja sasa hapa mbele tuombe pamoja nawe, kwa sababu umefanya maamuzi makubwa ya kihistoria. Nguvu za Mwenyezi ziwe pamoja nawe sasa jioni ya leo. Kama katika moyo wako unasema nimekata shauri katika kituo hicho ambacho upo, umekata shauri na yule mchungaji amesimama akitoa wito sawa na tunavyofanya hapa, tembea katika kile kituo ili Bwana aone wito wako na akutie nguvu. Kama yupo mtoto wa Mungu wa jinsi hiyo, atembee sasa, atembee sasa. Lakini katika mkutano unavyoendelea, yawezekana leo ulipojifunza na kuona ibada ya sanamu na kuona mizimu iliyotapakaa duniani na ukayachunguza maisha yako, umegundua tayari ulikwisha ambukizwa na hiyo mizimu na ubaya, na hali yako ya sasa si kama hali yako ya kwanza. Unasema mchungaji, nataka mkutano wa jioni ya leo nikabidhi maisha yangu, watumishi wa Bwana waniombee na Bwana aguse maisha yangu, na ninapoyagusa niwekwe huru kabisa, maana ninaona kama nguvu za yule mwovu zimekuwa zikinifuatilia katika kazi, katika biashara, katika maisha yangu, katika familia. Kama yupo mtoto wa Mungu wa namna hiyo pia, na wewe nakupa nafasi ya kutembea. Njoo hapa tutaomba pamoja nawe ili Bwana akuweke huru, Bwana akuzungushie ulinzi, Bwana aende kwenye shughuli zako. Na katika vituo vyetu unapohisi hivyo katika moyo wako na wanapotoa wito katika kituo hicho, na wewe tembea. Kama yupo katika kituo hapa cha Kizingo ambaye anasema jioni ya leo natamani watumishi wa Bwana wangeliomba nipokee uwezo na nguvu za kumaliza mwendo nikiwa salama, tembea sasa. Baba, tunakushukuru. Tunakushukuru kwa sababu ya huu mkutano mkubwa. Tunakushukuru kwa sababu ya watu wako. Sasa tumeanza wito utakao tupeleka mpaka kwenye ubatizo, utakao tupeleka mpaka kwenye mambo makubwa ya maisha, ya maamuzi ya maisha haya. Tafadhali shikilia pepo za dunia hii zisivume yule mwovu na mbinu zake na ujinga wake, asiguse watoto wako. Na baada ya mkutano huu wanaporudi nyumbani, Bwana utatembea na kila mmoja wao, utawafikisha salama, na kesho utaleta mafuriko kuliko hawa, maana mkono wa Bwana uko juu ya watu wake. Atawalinda, atawaongoza, atawainulia uso wake, awape amani, katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu tumeomba, amina. Amen, 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 amen. Nama inakuwa ni bora zaidi wewe mwana Hope Channel Kenya mahali popote